Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Noah Lemburus Saputu, mbunge wa Arumeru Magharibi, sasa ulize swali lake. Je, lini serikali itakamilisha mwongozo wa kutoa kipaumbele cha ajira zinazotangazwa kwa wanaojitolea? Swali hili limeelekezwa Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Majibu. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha maandalizi ya mwongozo wa kujitolea katika utumishi wa umma, yaani Volunteering Guideline in Public Service. Mwongozo huu umeandaliwa kwa kuzingatia maoni ya wadau muhimu wakiwemo waajiri wote ndani ya utumishi wa umma na utaanza kutumika rasmi kuanzia tarehe 1 Julai 2025. Mheshimiwa Spika, mwongozo huu unabainisha mambo muhimu ya kuzingatiwa na vijana kujitolea pamoja na taasisi za umma, ikiwa ni pamoja na kutoa fursa kwa vijana kujitolea kuweza kujipatia faida ya ziada na kuwapa uzoefu wa kushindana pindi ajira zitakapotangazwa ili kukizi matakwa ya sera ya management na ajira katika utumishi wa umma toleo namba 2 la mwaka 2008. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Noah Lemburus Saputu, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa kuuliza swali. Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na fikra kwa vijana wetu walio wengi wa Kitanzania wanapoomba ajira kwamba ili uweze kupata ajira serikalini lazima uwe na father god, kwa maana ya connection kwenye serikali uweze kupata ajira. Je, nini kauli ya serikali kuwaondoa vijana katika hali hiyo ya fikra hiyo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Naomba kwa ruhusa yako kwanza Mheshimiwa Spika nichukue nafasi kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jambo kubwa ambalo wamelifanya jana lililoleta matumaini makubwa kwa watumishi wa umma, kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka kufikia shilingi 500,000. Ni jambo kubwa, limeleta matumaini makubwa kwa watumishi wa umma, na hii ni jitihada kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuifanya kuboresha maslahi ya watumishi wa umma na kutatua changamoto zao. Ni jambo kubwa ambalo kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Nikijibu swali la Mheshimiwa Noah kwamba katika utumishi wa umma kumekuwa na dhana kwamba ili upate ajira lazima uwe na good first. Naomba nimuondoe shaka Mheshimiwa Noah. Kwa utaratibu tulio, ajira zote zinapatikana kwa njia ya ushindani. Na kupitia sera yetu ya ajira ya mwaka ya utumishi wa umma toleo namba 2 la mwaka 2008, nimetamka wazi kwamba ajira zote zitapatikana kwa njia ya ushindani. Na ndio maana unaona ajira nyingi ambazo Mheshimiwa Rais ametoa, takriban ajira za hivi juzi 15,000 zilizotolewa, zote zimefanyika kwa njia ya ushindani. Kwa hiyo nikusisitizie, nia ya serikali ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanapata fursa na haki inatendeka kwa ajira zinazopatikana. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, swali kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na vijana wanaojitolea zaidi ya miaka 3 kada ya elimu na kada ya afya. Na hapa Mheshimiwa Spika alitoa tangazo kwamba ni vyema tukawajali hawa wanaojitolea. Serikali imechukua hatua gani na kusikiliza ombi aliloomba Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwanza niendelee kumpongeza dada yangu Mheshimiwa Sofia kwa namna anavyofuatilia vijana wanaojitolea. Amekuwa champion mzuri. Kama nilivyojibu kwenye jibu langu la msingi kwamba tayari tumeandaa mwongozo ambao utaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka huu, na mwongozo huu umezingatia mambo matatu. Kwanza ni utaratibu bora wa kuwapata vijana wanaojitolea, kwa sababu mwanzo utaratibu haukuwa mzuri. Ilikuwa nayo namna ya kumpata kujitolea kulikuwa hakujakaa vizuri. Kwa hiyo mwongozo huu utatupa utaratibu wa kuwapata wanaojitolea. Lakini pili, wengi walikuwa wanajitolea bila kulipwa chochote. Lakini tumeona sasa tuanze kuwapa fedha walau ya kujikimu ili mtu anapojitolea apate moyo wa kufanya kazi akiamini kwamba. Lakini la tatu, tutaweka kwenye kanzidata na tutatumia kigezo cha kujitolea ikiwa sifa ziada kulingana na utendaji kazi na nidhamu na namna alivyofanya kazi ya kujitolea ili kumpa sifa ya ziada wakati tunapotangaza ajira. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Askofu Josephat Mathias Gwajima, mbunge wa Kawe, swali lake litaulizwa na Mheshimiwa Mariam Kisangi.